Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. Sallallahu alayhi wa sallam rasulul karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna bil Qur'an wa najjina min al Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inshallah leo tutaendelea na tafsiri ya sura al-Fatiha, sura ambayo tulianza kutafsiri siku ya jana. Siku ya jana tukazungumza nukta muhimu kuhusiana na sura al-Fatiha, na tukasema kwamba sura al-Fatiha hufahamika kama Ummul Kitab au Ummul Qur'an, mama wa Qur'an au mama wa kitabu. Na sura al-Fatiha ni sura iliyoteremka mara mbili, kama qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, wa sura al-Fatiha nazala marratayn, marratan bi Makkah wa marratan bil Madinah. Sura al-Fatiha mara ya kwanza iliteremka Makka na mara pili ikateremka Madina. Libayani au jubha, kama wanasema watu wa tajwid na watu wa ilmu al-qiraat, sura kuteremka mara mbili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukusudia kufafanua namna zake. Yani sura al-Fatiha inafahamika ina aya 7. Wakati ya qiraat ya Hafs, sura al-Fatiha aya 7 ikiwemo na bismillahir rahmanir rahim. Katika qiraat ya Imam Asim, qiraat watu wa Madina, sura al-Fatiha ina aya 7, lakini hawahesabu wao bismillah kama ni aya mwanzo katika sura al-Fatiha. Kwa hiyo ukiona wale wanaosoma bismillahir rahmanir rahim wanachukua qiraa cha Hafs, ambacho pia ni qiraa alichosoma Imam Shafi'i rahimahullah, ambacho ni qiraa cha Ibn Kathir al-Makki. Watu wa Makka kwa basmala ni aya ya mwanzo katika sura al-Fatiha wakati kuteremka. Hivyo kwa madhhabi ya Shafi'i wao husema kwamba tuqra'ul basmala ma'a ummil Qur'ani luzuman. Anasema Shafi'i kwamba al-basmala husomwa pamoja na sura al-Fatiha luzuman, kwa lazima, fil jahri jahran wa fi sirri sirran. Ikiwa katika swala za jahri, basi basmala itasomwa kwa wazi, na ikiwa katika swala za siri, basi bismillah itasomwa kwa siri, kwa kuwa watu wa Makka, ambacho ni qiraa cha Ibn Kathir al-Makki na ambacho ni qiraa tunachotumia sisi katika safu yetu cha Imam Hafs, kwamba kwao al-basmala ni aya mwanzo katika sura al-Fatiha, na kama alivyosema Abdullah ibn Abbas kwamba nazala marratayn, nazalat marratayn. Lakini kwa watu wa Madina kwao sio aya katika aya ya mwanzo katika sura al-Fatiha. Imamu ambao ni Imamu Amir ambao waliingia madhehebu ya Malik na wengineo. Siku ya jana tulizungumza mengi kuhusiana na sura al-Fatiha, na tukatafsiri aya kwanza katika sura al-Fatiha ambao ni bismillahir rahmanir rahim, kisha na aya pili katika sura al-Fatiha ambayo ni alhamdulillahi rabbil alamin. Tukazungumza kwamba alhamdulillahi rabbil alamin katika vitabu vingine vya Injili na Zaburi na Taurati haikuja neno alhamdu, bali limekuja neno ahmadullah au nahmadullah, kwamba tunamuhimidi Mwenyezi Mungu au tunamuhimidi Mwenyezi Mungu. Lakini katika sura al-Fatiha Allah au katika Qur'ani yote hakuna neno ahmadullah au nahmadullah, bali kuna neno alhamdulillah. Katika sura nyingi imekuja alhamdulillah rabbil alamin. Katika sura al-Fatiha ikaja alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab, alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, katika sura al-An'am, na katika sura zingine katika Sabai na katika sura Fatir. Lakini tukasema ni kwa nini alhamdulillah na sio ahmadullah na sio nahmadullah? Kwa kuwa tukasema
alhamdulillah ni masdar ambayo inafunga kumshukuru Mwenyezi Mungu. Itlaq haifungi kumshukuru Mwenyezi Mungu, bali ni itlaq, pasina kuangalia wakati, pasina kuangalia zama, pasina kuangalia hali, ni alhamdulillah. Kisha tukazungumza kuhusiana na Rabbi, sifa zote njema za Mwenyezi Mungu. Tukasema Rabbi maana yake ni mlezi, au Rabbi maana yake ni anaendesha mambo. Ukisikia zile aya zinasema yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, hizo aya zinazungumzia sifa za Rabbu, yani Mwenyezi Mungu ni mlezi. Rabbu kwa maana anaendesha mambo. Unapoona kama leo tumeingia wakati wa jioni, kuna baridi, kuna joto, kuna wengine wamekufa, kuna wengine wamekuwa hai, kuna mvua, kuna mazao yametoka. Allah akasema wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika elimu yake kuna funguo za ghaib, katika elimu yake kuna funguo za ghaib, la ya'lamuha illa hu, hakuna ajuaye isipokuwa ni yeye peke yake. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, na yeye Mwenyezi Mungu anajua yaliyoko bara na baharini. Kila kilichoko baharini, ima ni miti, ima ni viumbe, ima ni mchanga, ima ni kitu gani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, anajua vyote vilivyopo katika bara na baharini. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, majani yote ambayo yanadondoka leo, kila sekunde kuna jani linadondoka katika huu ulimwengu. Fikiria huko Serengeti, acha Serengeti ni kasehemu kadogo, ingawa ni sehemu kubwa kwetu na masafa marefu. Fikiria msitu wa Amazon, ule msitu ulipokuwa ni mkubwa. Allah anasema wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, majani yanadondoka yote katika huu ulimwengu. Fikiria ule ukubwa wa msitu wa Amazon uliokuwa mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala, miti yake, majani yake, kila jani linalodondoka Allah analijua. Tena sio tu linalodondoka katika bara, katika ardhi kavu, bali hata katika bahari kuna majani yanadondoka. Hata katika bahari kuna miti chini ya bahari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, Allah anajua hata majani yanayodondoka chini ya bahari, katika bahari au katika nchi kavu. Wala habatin fi dhulumatil ardh, wala chembe ndogo. Habatin imekuja kwa tanwini katika lugha ya Kiarabu, neno likiwa ni nakira kisha likaja kwa tanwini, linamaanisha ni kitu chenye udogo wowote ule, udogo ambao utakaokuwa wewe. Katika lugha ya Kiingereza kitu kidogo huitwa atom. Watu wanaosoma chemistry wanafahamu ile chembe ndogo ya atom, ndogo ambao ima inaonekana kwa macho au haionekani kwa macho. Hiyo chembe ndogo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala habatin fi dhulumatil ardh, hiyo chembe ndogo sawa sawa inaonekana kwa macho au haionekani kwa macho. Tena fi dhulumatil ardh, sawa sawa iwe katika kiza cha ardhi. Katika kiza cha ardhi, yani kwa maana usiku katika mapori makubwa au katika mashimo ya mapori makubwa katika mapango, chembe ndogo ambayo wanadamu hawezi kuiona, au hata kutumia vifaa vya kukuzia uone hawezi kuiona. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hicho kitu kidogo ambacho hakionekani kwa binadamu, Allah subhanahu wa ta'ala yeye anakijua na anakifahamu. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin, ima kiwe ni kitu kizito, ima ni kiwe kizito kigumu, yani katika zile state of matters, maada, state of matters. Maada ina hali tatu, ima ni solid, kitu kigumu, jamid, au liquid, au kimiminika, au gas,
au ni gesi, mvuke. Allah anasema wala ratbin, hata kama kikiwa kitu kigumu, wala yabisi, au kitu kikavu, illa fi kitabin mubin, isipokuwa kitu hicho kipo katika elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anakijua. Ndio tulikuwa tukizungumza maneno rabbil alamin. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni rabbi, kwa maana ni mwendeshaji wa mambo, anajua yote. Alalamin ni mola wa ulimwengu, sio rabbud dunia. Tukazungumza jana masuala mengi kuhusiana na ulimwengu na kuhusiana na ukubwa wa ulimwengu na jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alalamin, ulimwengu, kwa kuongezea, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliumba huu ulimwengu katika hali dhaifu. Yaani ulimwengu ulikuwa ni kitu kidogo sana katika mwanzo, wakati subhanahu wa ta'ala aliumba ulimwengu ulikuwa katika kitu kidogo sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hiki kitu kidogo ukapatikana ulimwengu mkubwa ambao leo tunauona ulikokuwa hivi. Na tunazungumza kusema kwamba katika zile nadharia za kuungana karibiani mbingu na ardhi, yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, yaani ardhi na mbingu vilikuwa vimeshikana, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala fafataqnahuma, akaviatanisha, waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyun afala yu'minun. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuviatanisha ndio akafanya uhai. Kusemwa katika Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba huu ulimwengu, ardhi ilikuwa haina uhai wowote. Ardhi ilikuwa haina uhai wowote. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuumba ulimwengu kutokana na mlipuko mkubwa unaojulikana kama Big Bang Theory, ni mlipuko mkubwa ambao unatuambia kwamba dunia na sayari vilikuwa vimeshikana pamoja na mbingu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fafataqnahuma, Allah akaviatanisha kupitia nguvu yake na uumbaji wake. Baada ya kuviatanisha, ardhi haikuwa salama kwa ajili ya kuota chakula. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Baada ya kuiumba ardhi haikuwa salama, ikawa salama tu baada ya kusimamisha mbingu. Baada ya kusimamisha mbingu ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema rafa'a samkaha fasawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Hapo ndipo kupatikana usiku na mchana. Akasema pia wal arda ba'da dhalika, yani na ardhi baada ya kuwa imeachana na mbingu na mbingu kusimamishwa, baada dhalika dahaha asbaha salihan lilhayati, ardhi ikawa inaotesha mimea yake, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Hivyo siku ya leo tutaanza aya pili inayozungumza Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ni katika sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyofahamu sisi binadamu, hata baada ya kuwa tumeshamjua Allah kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungeambiwa tumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tusingekuwa na uwezo wa kumsifu Mwenyezi Mungu. Hivyo Mwenyezi Mungu akatuletea sura ya kumsifu yeye, nao ni Suratul Fatiha. Kwa Suratul Fatiha inatufundisha sisi Waislamu namna ya kumsifu nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Allah anasema Ar-Rahman Ar-Rahim. Baada ya kujisifu katika aya za mwanzo Bismillahir Rahmanir Rahim na Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akajisifu akasema ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni mwenye neema nyingi kwa viumbe zake, kwa viumbe wake, pasina kuangalia wanaomwabudu au hawaabudu. Kwa tukisema Ar-Rahman ni neema zinazowachukua watu wote, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, wenye akili, wasiokuwa na akili,
viumbe wengine wasiokuwa binadamu, wote Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa yake ya Ar-Rahman wanakuwa chini ya rehema zake, wanakuwa chini ya huruma zake. Na katika sura Ar-Rahman kuna aya Mwenyezi Mungu anasema walhabbu dhul asfi war-rayhan, walhabbu dhul asfi war-rayhan, katika sura aliyoita sura Ar-Rahman. Walhabbu dhul asfi war-rayhan, yani Mwenyezi Mungu hata kutokana na huruma yake kupitia mazao ambayo yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi tunayotesha. Sisi tunafanyaje? Tunayotesha. Na mengine ambayo hatuyoteshi. Kwa rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingekuwa vipi kama leo tungekuwa tunalima mashamba mawili au mashamba makubwa mawili? Yaani wewe ulime shamba la kwako kwa ajili ya mazao yako, kisha ulime shamba lingine kwa ajili ya ng'ombe na mbuzi na kondoo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Rahman, yeye anaotesha mimea ambayo nini, makana lakum an tumbitu shajaraha ailahum ma'allah. Kwa kweli ni Rahman, kuna mimea inaota yenyewe ambayo nyinyi hamjaiotesha, yaani majani ya kulishia mimea, majani ya kulishia wanyama. Sisi hatuyoteshi, inaota yenyewe. Kwa kuwa yeye ni nani? Ar-Rahman. Lakini kwa kuwa yeye ni Ar-Rahman, katika mazao ambayo tunakula sisi pia anasema walhabbu dhul asfi war-rayhan, katika mazao tunakula sisi, katika ile, kwa mfano katika lile ganda la karanga, ukishatoa karanga ile mbegu yake ya ndani inabaki lile ganda. Lile ganda ni kwa ajili ya chakula cha wanyama, alieni kule chakula cha nini? Ndio walhabbu lakum, ile kiini cha ndani, walhabbu lakum, ya kile kiini cha ndani, ima ni mbegu ya karanga au ni mbegu ya alizeti. Wale wanaolima alizeti wanafahamu, ukikamua alizeti inatoa mafuta, yale yanobakia, mabaki yake mashudu yanakuwa ni kwa ajili ya nini? Ya mifugo, kunenepesha mifugo, ng'ombe, kuku na kadhalika. Kwa Mungu aliposema walhabbu dhul asfi war-rayhan, yani walhabbu, kile kiini cha ndani ambacho ndio nini mnakitumia, bakio lake ni kwa ajili ya nini? Ya wanyama wenu. Kisha akasema fabi ayyi alai rabbikuma tukadhiban, katika sura Ar-Rahman. Maana ni nini? Ar-Rahman, Allah neema zake taumul jamii, neema zake inakusanya viumbe wote, sawa sawa ni binadamu au ni wanyama au ni ndege. Sikia katika nyingine Mwenyezi Mungu akasema awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbilun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, katika surat Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri, hawa wanadamu hawaoni huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe wake? Ikiwa hawaoni rahma kwao wao wenyewe, basi waangalie viumbe wengine. Allah anatuambia awalam yarau ila at-tayri fawqahum, je, hawaoni huyo ndege anayeruka? Sawa sawa ni mwewe, maiwai, ndege yote anayeruka, fawqahum, anayeruka juu yao. Mungu anasema safatin wa yaqbilun, ndege anaruka juu, mabawa yake anayakunja na anayakunjua, yuko juu. Haina maana akiyakunjua eti anaruka, hapana, anakunjua bado anaruka na anakunja bado yuko katika anga. Allah anasema ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, hakuna anayezuia huyo ndege asianguke. Allah akatumia neno Ar-Rahman, isipokuwa ni Rahman. Yani katika nyingine akasema alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-samaa, je, haoni ndege? Tayri ismu al-jinsi li kulli ma yutim, chochote kinachopaa. Lakini hapa Mwenyezi Mungu anasema alam yarau, katika sura Al-Mulk akasema awalam yarau. Nini maana yake? Awalam yarau, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-samaa, katika sura An-Nahl, musakhkharatin fi jawi as-samaa ma yumsikuhunna illa Allah, yani ndege ambaye chochote sawa ni ndege anayepaa kwenye roho
au ndege anayepaa ambaye ni kama hizi ndege ambazo zinazopaa kwa leo ambazo hazina roho, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema ma yumsikuhunna illa Allah, sio illa Ar-Rahman. Kwa Ar-Rahman, sifa za Allah ni Ar-Rahman, mwenye neema nyingi, ambazo hizi neema za ambazo ni Rahman, kwa sifa zake ya Ar-Rahman, neema hizi zinaingia sawa sawa ni kwa wanadamu au sio wanadamu, au hata kwa wasiokuwa Waislamu. Ndio akasema katika aya nyingine, waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada, na hao wanamkufuru Mwenyezi Mungu. Waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada, kwa nini ametumia Rahman? Kwa sababu ana huruma. Wanasema Mwenyezi Mungu alipangia mtoto, kwa kuwa na huruma ndio maana anaacha. Laqad ji'tum shay'an idda, wameleta jambo lenye kuchukiza. Takadu samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda, mbingu inakaribia kupasuka na ardhi ipasuke na milima ipasuke kwa kusema tu Mwenyezi Mungu ana mtoto, amda'u lirrahmani walada. Lakini kwa kuwa yeye anajisifu kwa Ar-Rahman, ana huruma kwa viumbe wote, ndio maana unaona wanasema amezaliwa Mungu ana mtoto, ni Ar-Rahman. Anawaacha wanaishi yumhiru, anawapa muda mpaka katika wakati atakapotaka yeye. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim hapa sasa rehema zake ni khasatan lilmu'minina. Ar-Rahim rehema zake ni khasatan lilmu'minina. Ar-Rahim rehema zake ni maalum kwa ajili ya waumini peke yake, ndio Ar-Rahim. Ar-Rahman rehema zake ni kwa wote. Wote tunakula chakula, wote tunapata mazao. Wewe ukilima shamba na sio kwa Muislamu ukilima shamba, wote tunapata. Mkila chakula wote tunapata ladha. Mkifanya jimai wote tunapata ladha. Sawa sawa ni mzinzi, sawa sawa ni mwenye ndoa. Rahman. Rahim rehema zake zimefungika kwa waumini peke yake, ndio maana Rahim. Kwa Ar-Rahim maana yeye rehema zake zitafungika siku ya kiyama peke yake. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika rehema zake 100 ana rehema yake moja tu ambayo sisi tunahudumiana kupitia hiyo rehema. Hiyo rehema moja ndio ambayo sisi, ukiondokewa na mtoto wako, ukiondokewa na mkeo, unasikitika sana. Rehema zingine 99 Allah ameziacha siku ya kiyama atawahudumia watu. Kwa hivyo neno Ar-Rahim ni neno lenye uzito mkubwa kuliko Rahman. Tafahamiana? Neno Rahim ni neno lenye uzito mkubwa zaidi kuliko Rahman, kwa kuwa Mwenyezi Mungu kuna rehema nyingi sana ambazo ziko ndani ya Ar-Rahim. Allah atazitoa tu siku ya kiyama peke yake na sio siku nyingine. Siku ya kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi imekuja ataleta uhusiano, atarudisha uhusiano baina ya watu wawili, baina ya watu wawili. Anakuja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mmoja anasema ya Rabbi hadha dhalamani, Mwenyezi Mungu huyu fulani alinidhulumu. Mwenyezi Mungu anasema alinidhulumu duniani, ndio. Kwa hiyo unatakaje? Nataka mema yake ya Allah, nataka mema yake mimi. Allah atamwambia huyu mtu katika mema yake hana mema, hana jema hata moja. Kisha Mwenyezi Mungu, mtu anauliza Mwenyezi Mungu, tunafanyaje ya Rabbi ikiwa hana mema hata moja na yeye alinidhulumu? Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia, hebu angalia kulia na kushoto. Huyo mtu aliyedhulumiwa anahitaji fidia kwa yule aliyemdhulumu, na yule aliyemdhulumu hana chochote cha kumlipa siku hiyo ya kiyama. Allah anamwambia, hebu angalia kulia na kushoto. Huyo mtu ataona kuna makasri ya peponi, kuna mabustani ya peponi. Kisha anamuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liman hadha ya Rabbi, haya makasri ninayoona, magorofa na haya mashamba ni kwa ajili ya nani ya Rabbi? Allah anamwambia, liman yadfa'u thamanuha,
Haya makasiri unaona ni kwa yule atakayelipa fidia, atakayemlipia fidia huyu aliyekudhulumu, na leo hana cha kukulipa wewe leo siku ya Kiyama. Liman yadfa'u thamana. Kisha Mwenyezi Mungu anamuuliza, kisha huyu mtu atamuuliza Mwenyezi Mungu, wa ma thamanuha, hiyo fidia ya kumlipia huyu ni ipi? Allah Subhanahu wa ta'ala anasema, an ta'khudha bi yadi akhika ila aljanna, ni kuchukua mkono wa ndugu yako kupeleka wapi? Peponi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu. Hiyo ndio nini? Ar-Rahim. Yani hizo rehema zingine Allah ameziacha kuwahurumia waja wake siku gani? Siku ya Kiyama. Kwa ndio maana Ar-Rahman Ar-Rahim. Kwa hivyo Ar-Rahim ni kwa waumini peke yake, wale ambao matendo yao kidogo yalikuwa hayaenea, hayafikia kiwango cha kuona ufalme wa Allah, kuona janna. Allah atawahurumia kwa rehema zake kupitia Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tafsiri za zamani husemwa mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, lakini Ar-Rahman ni mwenye neema nyingi. Ar-Rahman neema zote kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ni neema ambazo zinawafaa viumbe wote. Ni Ar-Rahim atawahurumia watu pekee siku ya Kiyama. Kisha Mwenyezi Mungu anasema Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Huyo ambaye ni Ar-Rahman Ar-Rahim ndio ambaye ni mfalme wa siku ya mwisho. Mfalme wa siku ya mwisho. Malik katika kila kingine husemwa Malik. Katika aya kama ya qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadika alkhayru innaka ala kulli shay'in qadir. Yani qul illahumma malikal mulk, Mwenyezi Mungu wewe ni mfalme wa wafalme. Tu'til mulka man tasha'u, unampa ufalme unayemtaka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, na unampokonya ufalme unayemtaka. Wa tu'izzu man tasha'u, na unamtukuza unayemtaka. Wa tudhillu man tasha'u, na unamdhalilisha unayemtaka. Biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir. Wewe katika mkono wako ya Allah, katika uwezo wako kuna kheri zote. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika Allah ni muweza wa kila kitu. Kwa hivyo Maliki Yawmiddin, yeye Allah ni mfalme wa siku ya mwisho. Na huku duniani Allah Subhanahu wa ta'ala baada ya kumaliza ulimwengu, yani tunaambiwa hii dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ataimaliza. Allah amesema baada ya kuwa amemaliza ulimwengu, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Yani Allah kwanza tayyi sijil lilkutub, na kusamaa ka tayyi sijil lilkutub. Atakunja ulimwengu, mbingu atazikunja kama zinakunjwa karatasi za kitabu. Yani ardhi itakonda, milima itakonda, kisha mbingu itakuwa kama shaba iliyoyeyuka. Katika hali kama hiyo, akishamaliza ulimwengu atajinasibisha yeye, atasema limanil mulku al-yawm, limanil mulku al-yawm, ufalme ni wa nani leo? Atauliza Allah, aina al-jababira, aina al-muluk, wa watu wafalme, aina alladhina ashu min rizqi wa abadu ghairi, wapi walioishi kwa kutumia riziki yangu na wakamwabudu mwingine. Kisha atajiuliza limanil mulku al-yawm, ufalme ni wa nani leo? Atajijibu mwenyewe lillahi al-wahid al-qahhar, ufalme ni wa kwake peke yake, mmoja mwenye nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dunia nza, duniani ufalme wa Mwenyezi Mungu, kuna watu kujaribu kumpokonya ufalme wake. Yeye anasema yeye ndio mfalme, ala lahul khalq wal amr, ameumba na yeye ndio anaweka sheria. Lakini wapo watu wanaweka sheria kitu tofauti na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaweka taratibu kinyume taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema na wao wanatawala kwa muongozo wanaotaka wao, kwa sheria wanazotaka wao. Lakini siku ya Kiyama hakuna yeyote atakayeweza kumpokonya Mwenyezi Mungu ufalme wake wala mamlaka yake. Ndio maana akasema Maliki
yaumiddin, kwa maana yeye Mwenyezi Mungu ni mfalme wa siku ya mwisho. Yaumiddin, yaumul jaza, siku ya malipo. Siku hiyo Mwenyezi Mungu anasema yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Siku hiyo kila nafsi miongoni mwetu sisi binadamu, tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin, atakuta kheri ndogo sana alifanya, ilikuwa ni ndogo sana. Pengine alikuwa na tende zake 3, kisha akaona tende moja ampe mwingine afuturu, tende mwingine ampe mwingine afuturu, alafu ile tende nyingine mmoja iliyobakia akakata sehemu ndogo afuturu yeye, afu kile kipande kilichobakia ampe mwingine. Allah anasema min khairin muhdara, yani ile kheri ndogo sana aliifanya kwa ajili ya kumsaidia ndugu yake, ndogo sana. Min khairin muhdara, ataikuta siku ya Kiyama. Wama amilat min su'i, na ile shari ndogo zaidi alifanya ubaya. Wama amilat min su'in, ile shari ndogo alifanya zaidi ile ndogo ataikuta siku ya Kiyama. Wama amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Sasa wakati anahukumiwa akakutwa kwa mambo yake ya shari ni mabaya zaidi kuliko mambo mema, atatamani ule muda wa kuhukumiwa ungekuwa uko mbali zaidi. In tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Allah Mwenyezi anatuambia wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Mwenyezi Mungu anatukumbusha na siku hiyo, anatupa tahadhari na siku hiyo ngumu. Tunakula mali za watu, ndogo kubwa, sio haki yako. Allah anasema wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu, yani Allah anamwambia yeye Mwenyezi Mungu alitumba yeye, anasema anakupeni tahadhari nyie. Allah kwa nafsi yake anakupeni tahadhari na siku hiyo. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad, na Mwenyezi Mungu yeye raufun bil ibad, ni mpole kwa waja wake. Kwa nini anakupeni tahadhari? Kwa sababu Allah hataki mpaka inafika siku na kufa hauna kheri yoyote uliyofanya itakokusaidia katika mizani yako ya mema siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu anasema maliki yaumiddin, ni mfalme wa siku ya mwisho, siku ya malipo, siku ambayo hakuna mtu yoyote atakayemsaidia mwenzake katika matendo ya kheri. Yani ikiwa hapa duniani katika michongo yako ya dhulma kuna watu wanakusaidia kufanya ile dhulma, kurahisisha kuipata kwa wepesi, ima ni mahakimu, ima ni polisi, ima ni washikaji zako, ima ni wafanya biashara zako, hapa duniani iko hivyo. Kuna watu wanakusaidia kufanya nini? Kufanya dhulma. Siku ya Kiyama hayo madhambi tukawabeba, hiyo siku ambayo ni maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay walau kana dha qurba, yani liyahmilu awsarahum yawm al-qiyamah wa min awsari alladhina yudhillunahum bighayri ilm. Madhambi yale, mzigo wa madhambi utabeba wewe mwenyewe kwa jinsi ulivyokuwa ni mzigo mzito wa madhambi. Allah anasema wa in tad'u muthqalatun ila himliha, ikiwa utatafuta mtu kusaidia kwa madhambi, la yuhmalu minhu shay, hataweza kusaidia walau kana dha qurba, sawa sawa awe ni baba yako, awe mtoto wako, awe ni rafiki yako, mzigo wa dhambi utaubeba wewe mwenyewe. Ndio maana ukisoma maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya mwisho, yaumiddin yaumul jaza, siku ya malipo. Siku ya malipo, kila mtu siku hiyo atalipwa kwa mujibu wa matendo yake. Allah anasema yauma la tamliku nafsun li nafsin, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawmaidhin lillah. Unaweza kuwa na kesi yako, kuna mtu anakusaidia usofu kesi yako, ukauza kiwanja chako ukampa hakimu akachengesha kule mahakamani, haki sio yako ukaipata, au unataka kudhulumiwa haki yako ukaipata. Siku hiyo la tamliku nafsun li nafsin shay'an, hakutakuwa na mawakili, hakutakuwa na hakimu,
Hakutokuwa na wale makarani wa mahakamani na mwambie muongea na hakimu anisaidie jambo langu, ukapita kwa mlango wa nyuma. Allah anasema yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawmaidhin lillah, siku hiyo nafsi yoyote haitoisaidia nafsi nyenzake jambo lolote. Wal amru yawmaidhin lillah, na amri zote, huruma zote siku hiyo ni kwa nani? Ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kwa kumalizia kutokana na wakati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kullu ma jaa fi surati al-Fatiha jaa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunafahamu kama tunazungumza jana, suratul Fatiha ndio Qur'ani yote. Ukisoma suratul Fatiha ndio inakupa mwongozo wa sura ya Qur'ani jinsi ilivyo, na aya kubwa, tafsiri yote yaliyokuja katika suratul Fatiha yote yamekuja katika kauli hii, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yote yaliyokuja katika suratul Fatiha yamekuja katika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa nini yamekuja katika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kwa kuwa sisi tumekuja, Allah anasema ma khalaqtul jinna wal insa illa, hatukuumbwa majini na watu isipokuwa tufanyaje? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya kubwa ya takhsis maalum kwa ajili ya ibada katika suratul Fatiha, kama alivyosema Imam Malik bin Anas, wa khussa suratul Fatiha bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwa kutundo tunakuabudu na kwa kutundo tunakuomba msaada. Katika matamshi ya lugha ilikuwa iseme na'budu iyyaka nasta'inu iyyaka au a'budu iyyaka asta'inu iyyaka. Kama Qur'ani ingekuwa inasomwa na mtu ambaye kama ingetoka kwa asiyekuwa Allah, lakini Allah ameanza na iyyaka. Kwa nini? Kwanza katika lugha ya Kiingereza kuna kitu kinaitwa possessive pronouns, kiwakilishi kimilikishi. Kiwakilishi yani mwenye hadhi ya kumiliki kuabudiwa ni nani? Peke yake. Ndio maana kaanza yeye sifa yake, ndio maana kaanza iyyaka. Lakini kwa ufasaha akasema na'budu, yaanza na'budu iyyaka, lakini kaonyesha kwamba hakuna yoyote asipasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Akaanza na ile possessive pronouns, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikatangulia ile possessive pronouns kabla na'budu iyyaka na nasta'inu iyyaka, yani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa khussa suratul Fatiha bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hivyo kutokana na wakati na muda tutaishia kwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kwa siku ya leo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tukiwa tunaisoma suratul Fatiha kwenye swala tuwe tunaisoma kwa kutaamal maana yake na hasa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ameyaandaa katika kuyafanyaje, kuyafahamu katika swala. Na kuisoma suratul Fatiha katika swala kwa mazingatio, huwezi kufanya dhulma, si ndivyo? Jana tulisema hapa, unapoanza kusoma suratul Fatiha unaanza na bismillahir rahmanir, na tukazungumza bismillahir rahmanir rahim maana yake ni kiapo. Yaani mimi ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kuanza kusoma Qur'an. Kile kiapo, nini maana kiapo? Maana kiapo ni nini? Kiapo maana yake unajifunga na jambo lile unaloliapia. Ndio maana kiapo. Si ndivyo mashehe? Ikiwa unajifunga na jambo unaloliapia, maana mimi ninaapa sintozini, ninaapa sintoua, sintoiba, sintokuwa mshirikina, sintodhulumu. Ndio maana unaanza kusoma suratul Fatiha, unaanza na bismillahir rahmanir rahim. Maana yale yanayofuatia baada ya bismillah utajifunga nayo, utayafuata na utayafuata kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا
anta tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.